نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الكرام ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. Heshimiwa watukufu Islam, sifa zote kamilifu anazo Allah subhanahu wa ta'ala. Ziada na rehma na amani za Allah zimfikie mwalimu wa umma Mtume Muhammadun sallallahu alayhi wasallam. Waheshimiwa watukufu Islam, kama kawaida siku kama hii ya leo, nyakati kama hizi, tunakuwa na darsa letu la tarbia, sehemu ambapo tumesimama wiki jana. Alhamdulillah, darsa lililopita tulikuwa tukizungumzia watukufu Islam adabu takhusu dhahibu ila almasjidi, adabu ambazo zinaambatana na zinazomhusu yule anayeenda msikitini. Mlango huyo tumeumaliza walillahi alhamdu, na siku ya leo tunaanza darsa lipya kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala, ambalo unwanu yake inasema adabu takhussu yawmal jumu'ah, adabu ambazo zinahusiana na siku ya Ijumaa. Siku ya Ijumaa, watukufu Islam, ni siku ambayo ina historia katika dini yetu tukufu ya Uislamu. Na ni moja mwa sikukuu za Uislamu. Leo watu wengi ukiwauliza sikukuu za Uislamu ni ngapi, anakuambia idi kubwa na idi ndogo.
anasahau wa yaumul jumu'ah, na siku ya Ijumaa ni moja mwa sikukuu za Uislamu, siku ambayo aliumbwa baba yetu Adam, siku ambayo imeumbwa pepo, siku ambayo kiyama kitasimama ndani yake. Kiyama kitakuwa siku ya Ijumaa, watukufu Waislamu. Hii siku ina utukufu, sio kama siku za kawaida, na ni moja mwa sikukuu za dini yetu tukufu ya Uislamu, Ijumaa. Na ndiye maana ikiwezekana kwa wewe Muislamu uliopewa uwezo na Allah subhanahu wa ta'ala, siku ya Ijumaa ukawa na mabadiliko hata nyumbani kwako, ni siku ya watu kupendeza, wakaja katika nyumba ya Allah katika mandhari iliyokuwa nzuri, muonekano uliokuwa mzuri, kwa wanamume kujipamba kwa manukato, mavazi mazuri, na hata chakula ambacho kinapikwa nyumbani. Kama uwezo upo, jitahidi siku ya Ijumaa angalau kidogo kiwe tofauti na chakula cha kawaida. Kama Allah alikufadhilisha katika fadhila zake, siku ya Ijumaa chakula ambacho kinapikwa kiwe ni chakula tofauti na kile cha kawaida. Kisha hakikisha wakati wa kutumia chakula uliwakirimu maskini wa Kiislamu, mnachangia nao chakula katika siku hiyo tukufu ya Ijumaa. Sasa hii siku ina adabu zake ambazo dini yetu tukufu ya Uislamu imezipanga, na ndizo darasa letu la leo litazungukia kwazo biidhnillahi ta'ala. Adabu ya kwanza ya siku ya Ijumaa: alghaslu yawm aljum'ah wattatayyub wassiwaku wa labsu husni athiyab au ahsani athiyab. Siku ya Ijumaa, watukufu wa Islamu, adabu ya kwanza ya siku ya Ijumaa, alghaslu yawm aljum'ah. Kwanza, unapotaka kuja kusali msikitini, hakikisha umetoka nyumbani kwako umeoga. Umetoka nyumbani kwako umeoga. Jambo la pili, watatayub, kisha jipambe mavazi yaliyokuwa mazuri. Kama kuna nguo ambazo zimezoeleka kuonekana ukizivaa siku za kawaida, jitahidi siku ya Ijumaa ubadilishe muonekano, watu wakuone katika mandhari iliyokuwa nzuri zaidi, ambayo si kama ile ya siku za kawaida. Wasiwak, na watu kupiga mswaki siku ya Ijumaa wakati wanapotaka kuja msikitini. Na hili jambo la kupiga mswaki tumeshalizungumzia sana, watukufu wa Islamu. Katika adabu za Muislamu, wakati wa kutawaza au wakati wa kutawadha, achukue mswaki, ndo bora zaidi. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, laula an ashqa ala ummati
la amartuhum bisiwak inda kulli masjidin wa fi riwaya inda kulli swala. Laiti singekuwa kuhofia nitakuwa nimewapa uzito umma wangu, la amartuhum bisiwaki inda kulli masjidin, ningewaamrisha wawe wanaswaki kila wanapokuja msikitini. Bimaana laiti isingekuwa kuhofia kutupa uzito, ilikuwa kila wakati wa sala hatusali wa illa tuliswaki. Ukiongea rehe nzuri itoke kinywani kwako, lakini Mtume akachelea, akiliweka hili atakuwa aliwapa uzito umma wake. Itabidi watu wao wanatembea na miswaki mfukoni, kifika muda wa sala anaswaki. Sasa kuna kwa uzito kutembea na miswaki mfukoni, Sheikh. Lakini yeye sasa ambaye alichelea juu yetu, alikuwa hachukui udhu ila anapiga mswaki. Mtume sallallahu alayhi wasallam, na zipo dalili nyingi zinaonesha kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam idha staiqadha minan nawm yabda'u bisiwak. Mtume alikuwa anaposhtuka usingizini, Sheikh, jambo la kwanza anapiga mswaki alafu anarudi kulala. Sio lepesi hilo, Sheikh. Ushtuka usingizini tu unaenda kwanza unaswaki alafu unarudi kulala, Sheikh. Ukiishi katika mfumo huyo, masha Allah, naamini hata wenzetu upande wa pili watakufurahia zaidi, kwa sababu unapolala ukichukua muda, kichwa cha mwanadamu matundu huwa yanateremsha maji, yanatoka huku. Ndio maana akishtuka akifanya unasikia harufu mbaya. Na kuna wakati mwenzako upande wa pili yuko anajikausha, lakini unamkera Sheikh. Mtume alikuwa akishtuka tu anawahi kwanza anapiga mswaki, ndio anarudi kusali, anarudi kulala, afwan. Hii ni ada ya Mtume. Hii sunna imepotea, Sheikh. Watu Ijumaa, alhamdulillah, wengi wanajitahidi kuja Ijumaa, wamefanya nini? Wameoga. Lakini kupiga mswaki ni wadogo. Mswaki ule unalipiga alfajiri huyo, na kuna wengine ndio atashindia eko mpaka kesho alfajiri, Sheikh. Yani akiswaki alfajiri mpaka kesho tena alfajiri. Amekula sombe, alikula renga, mjugu akatafuna, vitumbua vyote, Sheikh, vimebanabana huko. Bikibaki muda kidogo, Sheikh, akifanya harufu hivyo nasikia harufu mbaya. Wewe chukua khibra, Sheikh. Wewe mwenyewe tu kaa tu bila kuswaki muda mrefu. Hivi mmebana hapo, ufanye hii, utoe usikie harufu gisi minanuka. Inaleta harufu mbaya, Sheikh. Hii ni sunna tulisema tutazungumzia, kupiga mswaki mara kwa mara, kupunguza harufu ya kinywani. Ijapo kuna watu ndio maumbile yao hata aswaki aje aishi, lakini panakuwa wafadhali tuache zile tabia za kwa tunaswaki alfajiri mpaka kesho alfajiri, Sheikh, mpaka kesho alfajiri. Na kuna mwingine akiswaki leo alfajiri anarudi kuswaki baada ya siku 3, anatoka musingizi akenda kutawadha, ni kidole tu, subhanallah, yani kidole anapitisha huko siku 3, Sheikh, ndio anarudi kupiga mswaki. Akicheka hivi, meno yake na jezi za Yanga hakuna tofauti, hakuna tofauti, njano binzali, Sheikh. Tuje tumeswaki msikitini. Mtume anasema laiti singe kuchelea kuupa uzito umma wake, angetuamrisha kila tunapochukua udhu, kila tunapokuja msikitini tuwe tunaswaki, Sheikh, kwa sababu ni sehemu watu wanakutana.
Na kama mnavyojua katika hadithi sahihi Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema an-nadhafatu shatrul iman, usafi ni moja mwa vipengele vya imani. Muislamu anapaswa kuwa msafi. Ndugu zangu Waislamu, uwe katika mandhari iliyokuwa nzuri. Sheikh, ukishapiga mswaki sasa, walabsu ahsani thiyab, ingia mkabati, tafuta nguo zako zile nzuri zenye sio za kawaida. Sheikh, ndio uje umezivaa, watu msikitini wamependeza. Sheikh, siku ya Ijumaa Sheikh, tuje tumependeza zaidi. Sheikh, moja katika sikukuu zetu hiyo, tuje ambapo kila mtu alhamdulillah, ukimtazama mwingineo unasema masha Allah, ananawiri. Ushahidi عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال, kutoka kwa Salman al-Farisi Mwenyezi Mungu amridhia, anasema qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, anasema mtume wa Mwenyezi Mungu, rehma na amani za Mwenyezi Mungu ziwe juu lake, la yaghtasilu rajulun yawma al-jum'a, aogi binadamu siku ya Ijumaa, wa yatatahharu mastata'a min tuhurihi, kisha akajitwaharisha sawa na uwezo wake, baada ya kuoga akachukua udhu wake safi, wa yadahinu min duhnihi, kisha akajipamba kwa mavazi yaliyokuwa mazuri miongoni mwa mavazi yake, akachagua zile nguo nzuri, au yamassu min tibi baitihi, au akachukua manukato ambayo yako ndani ya nyumba yake, perfume, akajipulizia, yamassu, akajipulizia perfume min tibi baitihi, thumma yakhruju, kisha akatoka, anakusudia kuja msikitini, fala yufarriqu baina ithnaini, atapofika msikitini asiwapambanui watu wawili. Hapa kuna kipengele muhimu, fala yufarriqu baina ithnaini, asiwapambanui watu wawili. Maksudio ni aje? Kuna mtu anakuja msikitini shekhe, watu wamejaa huku kote, safa inafika pale, kama ni safa ya 7 ya 8, anaanza kuwapekua na kuwapambanua watu wawili. Sogea kidogo, sogea kidogo, sogea kidogo, sogea kidogo. Yani huyu wako anamtazama, anasogea pembeni, na huyu wako anamtazama, anasogea, wanamwachia nafasi yeye asali. Mtume anasema fala yufarriqu baina ithnaini. Sheikh, hili linakataza kuja kupambanua watu wametulia siku ya Ijumaa. Sogea kidogo, sogea, ili aingie pale ajipenyeze katikati. Mtume anakataza hilo jambo. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema thumma yusalli ma kutiba lahu, kisha asali yale ambayo ameandikiwa, ay min nawafil alibadati, sala za ibada za sunna, kama vile tahiyatul masjidi, ukasali sala ya sunna au sunna zinginezo tu za kawaida, sawa. Lakini haukuwapambanua watu wasogeze huyu na huyu wakuachie fasi. Pale ambapo umekutana nafasi ndio umefikia hapo hapo. Sio swale sogea kidogo, sogea, waache hivyo, acha kuwakeraisha. Penye unapata nafasi nenda huko, sawa, kisha ukasali sawa na uwezo wako yale ambayo umeandikiwa, labda tahiyatul masjidi, ukasoma Qur'ani, labda ukasimama ukasali sunna zingine za kawaida tu. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema thumma yunsitu idha takallama al-imam, kisha khatibu akapanda kwenye jukwaa, kwenye mimbar, kisha ukakaa kimya pindi khatibu anatoa khutba. Ukiyafanya hayo, Mtume anakuahidi illa ghufira lahu ma bainahu wa baina al-jumu'ati al-ukhra,
isipokuwa unasamehewa madhambi yako baina ya hiyo Ijumaa mpaka Ijumaa nyingineyo, uko unasamehewa madhambi yako. Lakini kwa sharti kwanza uwe umetoka umeoga. La yaghtasilu rajulu yawma aljumaa, haogi mtu siku ya Ijumaa. Wa yatatahharu mastata'a min tuhurihi, kisha ajitwagarishe vizuri, achukue udhu wake vizuri shekhe, katika tahara yake, katika kutawadha kwake. Ukishatawadha, baada ya kuoga ukishatawadha, wa yadahinu min duhunihi, ukachukua nguo yako nzuri, kama uko na bazin rishi ya milioni 2 ukaivaa shekhe, kuja kujifakharisha msikitini shekhe, ukavaa nguo yako nzuri, sawa. Au yamassu min tibi baitihi, au ukapulizia manukato ambayo yanapatikana katika nyumba yako, perfume, ukajipiga manukato kidogo kwa wewe mwanamume. Thumma yakhruju, kisha ukatoka ukija msikitini. Utapofika msikitini sasa, fala yufarriqu baina ithnaini, usianzi kuwapekua watu katika safa wasogee huku ili wakuachie fasi usali. Ambapo umekutana sehemu kuna fasi, ukaikaa hapo hapo. Tizameni wallahi adabu za Uislamu. Hata watu wakishaikaa siku ya Ijumaa shekhe, ni makosa kuja kumsukuma mtu. Ulipata pale fasi, alhamdulillah, salia huko huko shekhe. Lakini kuna watu Ijumaa kama hajaikaa hapa, la ilaha illa Allah. Sawa, ulikuja mapema, alhamdulillah, ulikuja zako mapema ukaweka hapa. Lakini unakuja saa 6:25, sogea hapo, sogea hapo. Hapana, sio katika utaratibu wa dini yetu tukufu ya Uislamu. Usiwapekui watu, sawa. Kisha Mtume akasema thumma yusalli ma kutiba lahu, kisha akasali yale ambayo aliofaradhishiwa miongoni mwa sala za sunna, sawa. Thumma yunsitu idha takallama al-imam, kisha imamu alipoanza tu khutba ukakaa kimya, ukaanza kufuatilia khutba ya imam. Illa ghufira lahu ma bainahu wa baina al-jum'ati al-ukhra, isipokuwa kama utayafanya hayo utasamehewa madhambi yako yanayopatikana hiyo Ijumaa hadi Ijumaa ya wiki ya kuja. Ma ajmala hadha din, ni uzuri ulioje wa dini yetu hii shekhe. Kufanya tu hayo, Mungu anakugarantir kupitia Mtume sallallahu alayhi wasallam, unasamehewa madhambi yako yatayopatikana baina ya hiyo Ijumaa mpaka Ijumaa ya kuja shekhe. Akhrajahu al-Bukhari, hadithi hii imetolewa na Imam Bukhari. ويتأكد غسل الجمعة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم, na inakuja kuithibitisha kuoga kwa siku ya Ijumaa kauli ya Mtume aliposema sallallahu alayhi wasallam, ghuslul jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Mtume anasema kuoga kwa siku ya Ijumaa ni wajibu kwa kila aliyefikia marhala ya kuvunja ungo. Wajibun ala kulli muhtalimin, ni wajibu kwa kila aliyefikia marhala ya kuvunja ungo kuoga siku ya Ijumaa. Lakini jumhur wakapelekea hii hadithi katika daraja ya haya maneno katika kipengele cha sunnatun muakkada. Wakasema kwamba hapana, ni sunna iliyowekewa mkazo, ila kauli ya Mtume amesema wajibun ala kulli muhtalimin, ni wajibu kwa kila aliyebalighi kuoga siku ya Ijumaa. Muda sasa, huyo muogo wa siku ya Ijumaa au muosho afwan wa siku ya Ijumaa unaanza saa ngapi? Kuna mtu siku ya Ijumaa
anatoka alfajiri ameoga nyumbani kwake, je, huyu ataoga tena? Ama kabla ya alfajiri ameoga, kule kuoga kwake kuna mtoshelezea? Baadhi ya wanachuoni wakasema hivi, huyu aliyekoga siku ya Ijumaa kabla ya kuja kusali alfajiri, tayari Ijumaa ilikuwa ishakuwa siku ya Ijumaa, wala ilikuwa bado siku ya Ijumaa? Tayari ilikuwa ni siku ya Ijumaa. Wakasema huyu kuoga kwake kuna kubalika, manake hata lazimika tena kuoga tena. Ametoka kaja kusali alfajiri ameoga, si siku ya Ijumaa, ile alfajiri ya Ijumaa. Lakini hiyo kauli haina nguvu, Sheikh. Kauli yenye nguvu, kuoga kwa siku ya Ijumaa kunaanza kusabiliwa pindi jua linapochomoza, linaanza kuonekana juu. Ule muda jua limechomoza linaanza kuonekana, pale ndo ukioga unasabiliwa umeoga siku ya Ijumaa. Lakini sasa pamoja na hivyo, unaweza ukaoga mapema, jua ndo linachomoza masaa 1 saa 12:30, ukazunguka katika matembezi, ukapita katika mambo tofauti. Shekhe, adabu inatuambia ijapo kweli umeoga jua limeshachomoza, rudia tena uoge, ndugu yangu Muislamu. Uje hauna ile jasho mbele ya Waislamu. Hizo ndizo adabu, Shekhe, kuoga siku ya Ijumaa. Naam. ويجزئ عنه غسل الجنابة يوم الجمعة فلا يجمع بين الغسلين. Wanasema hivi, unaweza ukaoga janaba siku ya Ijumaa. Ile janaba, mfano umekutana ibada na mke wako, ukamaliza ukaoga kwa nia ya janaba tu, haukutia nia ya kuoga ule muosho wa siku ya Ijumaa, wewe umejiogea kwa nia tu ya kuoga janaba. Je, nitakoga tena au kile kipindi nilipokoga janaba tu inatosha? Wanatuambia gisi ulivyokoga wakati wa ile janaba, kwa kuwa jua lilikuwa lishachomoza, inakubalika, sio lazima uoge tena mara pili. Naam. Wanasema hivi, yani idha ightasala al-insanu ghusl al-janaba fi yawm al-jum'ah kafahu dhalika an ghusl al-jum'ah al-masnun. Atapooga mwanadamu kuoga kwa janaba siku ya Ijumaa wakati jua likiwa limeshachomoza, kule kuoga kwake kuna mtosheleza, sio lazima tena aoge kuoga kwa kuja kusali Ijumaa. Adabu ya pili, wayusannu tabkiri ila salati aljum'a. Ni jambo la kupendeza na ni la sunna watu kuja siku ya Ijumaa mapema. At-tabkir ni sunna, watu kuja siku ya Ijumaa mapema. Watukufu Islam, watu wamejazana msikitini saa 3, alhamdulillah. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man ightasala yawm al-jum'ah, yule atakayekoga siku ya Ijumaa, ghuslul janaba, kukoga kwa janaba, thumma raha, kisha akaenda msikitini, faka annama qarraba badanatan, huyo mtu anapata ujira kana kwamba ametoa sadaka ya ngamia. Ukija Ijumaa umeoga vizuri mapema, unapata sadaka ya mtu aliyetoa ngamia kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Waman raha fi saati thania, na yule atakayekuja saa 2
fakaannama qarraba baqara, anapata ujira wa mtu aliyetoa ngombe sadaka. Waman raha fi saati thalitha, na yule atakayekuja saa 3 akaingia msikitini saa 3, fakaannama qarraba kabshan aqran, huyo mtu anapata ujira wa mtu aliyetoa kondoo ya mapembe. Sheikh, kondoo ya mapembe wanakusudia ni zile kondoo gangi na mapembe mpaka amezunguruka kigangi. Sheikh, ukija saa 3 unapata ujira wa mtu aliyetoa hiyo sadaka. Waman raha fi saati rabi'a, na yule atakayekuja saa 4 akaingia msikitini saa 4, fakaannama qarraba dajaja, anapata sadaka au ujira sawa na mtu aliyetoa sadaka kiasi ya kuku akaitoa sadaka. Waman raha fi saati alkhamisa, yule atakayekuja saa 5, amekuja msikitini saa 5, fakaannama qarraba bayda, anapata ujira sawa na mtu aliyetoa sadaka yai akaitoa sadaka kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Tazameni hii hadithi, kadiri mtu unavyoingia mapema msikitini siku ya Ijumaa, ndivyo ujira unakuwa mkubwa mbele ya Allah tabaraka wa taala. Vijana wako wapi Sheikh? Leo ingia msikitini siku ya Ijumaa saa 1, hautapata mtu hata huyu. Saa 2 haupati mtu hata huyu. Saa 3 Sheikh, haupati mtu hata huyu. Tulifanya khibra, tushagundua hayo Sheikh. Wanaanza kuja saa 4, wanapata zile sadaka za kuku. Mnapata sadaka za kuku Sheikh. Tena wao wanaingia saa 4, wachunguzeni wale wazee sana. Mzee fulani anajendea pale, wala hata mgongo shanza kupinda, ndio anaanza kuja. Vijana Sheikh wako na kundi mbili. Kuna kundi halitokaji msikitini wa illa limesikia adhana, Allahu akbar, Allahu akbar. Wakisikia adhana ya Ijumaa, ndo mtu anaenda bafuni kuoga aje Ijumaa Sheikh. Na kundi la pili linabakia nyumbani mpaka saa 7 inakosa dakika 10, ndo anatoka anakuja. Na ndo maana msikiti siku ya Ijumaa Sheikh unajaga saa 6 na dakika 55. Sasa kuna khatibu mwingine akiona hamna watu, na yeye anakokota khutba. Yaani khatibu ndo anakuwa na wasubiri watu kwenye mimbari, anakokota juu watu waje Sheikh, na wale wako nyumbani hawaji. Jinsi wanasikia anakokota, huyo anakauzaga hawaji Sheikh, huku anakokota juu watu waje na watu wenyewe hawaji. Saa 7 ndo unakutana msikiti umejaa. Mtume anasema atakayeingia saa 5 anapata ujira sawa na mtu aliyetoa yai. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. Imamu anapoingia tu hapo, malaika wenye kuandika ule ujira wote wanafunga vile vitabu, wanakaa chini, wanaanza kusikiliza khutba ya Ijumaa. Wewe unakuja imamu ameshaingia Sheikh, haupati chochote katika ule ujira na fadhila za watu waliokuja mapema siku ya Ijumaa. Na ni sunna khutba ya Ijumaa iwe fupi. Ni sunna khutba ya Ijumaa iwe fupi, kisha sala iwe ndefu sana. Allahu akbar. Hii sunna imepotea Sheikh. Khutba fupi dakika 6-7, khutba imeisha Sheikh. Jiwazieni imamu atoe khutba dakika 6 hapa, nani tutasali Ijumaa safa 2 hapa. Imamu atoe khutba dakika 8 hapa Ijumaa, tutasali safa 2 na kipande. Mtume khutba zake za Ijumaa zilikuwa fupi sana Sheikh, alafu sala ndo ndefu, anakokota kweli kweli katika sala Sheikh. Leo sisi tumefanya vice versa, khutba ndefu alafu sala inakuwa fupi, anasema kulu wallahu. Juu khatibu amekokota, kuna wasubiri watu hawako, anaamua kukokota khutba.
Sasa kusali anaona nimesha kokota sana kwenye khutba, acha nifupize basi sala niswatoshe. Lakini laiti mngelikuja mapema, khutba ingekuwa fupi. Na ndiye maana mimi nishasema kuna khutba zangu nitatoa hapa zitachukua dakika 5 dakika 6 insha Allah taala. Khutba imeisha, tunasali, tusali safa moja safa mbili tutasali sheikh. Dakika 5 lazima hii sunna tuirejeshe sheikh. Watu wanaikama nyumbani, wengine na Ijumaa imeshaanza, wangali pigala sheikh. Leo ni shenani. Ulana kokotaga ule, subiri kwanza. Wanabaki wanaongea sheikh. Wanaongea mambo yasiokuwa na faida sheikh. Khatibu naye anatizama hamna bwana. Anakuwa na kokota sharh ndefu. Kumbe kuna kokota la subiri watu wajae sheikh. Ijumaa ni kuingia mapema msikitini. Anapoingia imamu tu msikitini, malaika wa kuandika ujira wanakosa sheikh. Wanafunga vitabu vyao, unakosa ujira. Wanasikiliza khutba ya Ijumaa. Naam, adabu ya 3 muttafaqun alayhi. Adabu ya 3 almashyu ala alaqdami. Ni sunna siku ya Ijumaa watu kutembea lwa mguu. Hata kama mko na vipando sheikh, ukaja Ijumaa lwa mguu, labda kama unaishi mbali Kanyosha, Kiwenga, huku pe tunaishi huku Makinama, ni mbali sheikh, ukija na mguu unaweza kufika hapa jasho na kuja kuanukia watu jasho. Lakini kama ingependeza sheikh, ukaipaki gari huko alafu ukatoka huko na mguu, kan barabara ya ngapi, ukaja ule mguu mpaka msikitini, inakuwa ni bora zaidi. Sikiliza ubora wake. Hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, Mtume anasema li hadithi Aus ibn Aus radiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul, anasema hivi, nimemsikia Mtume wa Mwenyezi Mungu anasema, man ghassala yawm al-jum'a waghtasala. Walitafsiri hadithi wana wa ilmu, man ghassala yawm al-jum'a waghtasala, yule atakayeoga siku ya Ijumaa kisha akajivika mapambo mazuri. Tafsiri ya kwanza. Tafsiri ya pili wakasema, man ghassala yawm al-jum'a waghtasala, inakusudia wanawake. Yule ataekoga siku ya Ijumaa miongoni mwa wake za watu, waghtasala, na akamuosha mume wake. Tafsiri ya pili, akampodoa mume wake. Hii ni sunna. Mwanamke siku ya Ijumaa, tazama mazingira ya mume wako, umeoga na ukampodoa mume wako. Hii tafsiri ya pili. Almuhimu, atakayeoga siku ya Ijumaa na akajipamba vizuri, thumma bakkara wabtakar, kisha akaja mapema msikitini na akawai sehemu za mbele, khutba mwanzo mpaka mwisho akaiwai mapema. Wabtakar manake ni kuiwai khutba mwanzo mpaka mwisho. Kipengele cha 3, wamasha walam yarkab, na akaja lwa mguu, asiji kwenye kipandwa. Akasema mimi leo ni Ijumaa ninakuja lwa mguu. Hakupanda gari wala moto wala, akaja anatembea na miguu yake. Wadana minal imam, kisha akamsogelea imam. Kumsogelea imam makusudio watu wawai safa za mwanzo siku ya Ijumaa. Sio unaingia msikitini unaenda kuikaa. Kuna mtu sheikh amekwisha jipangia kinguzo, yeye hata aje msikitini safa ziko wazi, anaenda kile kinguzo ndio pale anaikaa. Bwana wewe ni aje huko? Mimi hapa ndo namuonaga khatibu vizuri. Sunna ni kuwai hizi safa za mwanzo. Ukawai mbele shekhe, ukamsogelea imam safa ya mwanzo. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, wadana min al-imam wastama'a wa lam yalghu, wa fi riwayati wa lam yalghi,
akamsogelea imamu, akasikiliza khutba, hakusema neno hata limoja, akakaa kimya mwanzo mpaka mwisho. Yiko anakaa kimya, anasikiliza khutba ya imamu. Kana lahu bikulli khutwatin amalu sanatin. Hapa watukufu Islamu, anapata ujira wa kila zile tambo alizokuja msikitini, malipo ya mwaka mzima. Wakatafsiri wana wa ilmu hichi kipengele, kana lahu bikulli khutwatin amalin sana, yuko katika kila tambo aliyopiga anapata malipo ya mwaka mzima. Wakatafsiri wakasema, ajruha siyamiha wa qiyamiha. Tambo unayoipiga ya kulia, si unakuja msikitini unapata malipo ya mtu aliyefunga mwaka mzima, yuko na somo kwa ajili ya Allah. Ukipiga tambo ya kusoto, unakuja Lwamgu siku ya Ijumaa, unapata malipo ya mtu aliyesimama qiyamul laili mwaka mzima anamwabudu Allah. Tizameni ule ujira watukufu Islamu, tizameni haya malipo. Kuja Lwamgu shekhe, tambo unayoipiga unaandikiwa tambo yako ya kulia, malipo ya mtu aliyefunga mwaka mzima. Kuja siku ya Ijumaa Lwamgu. Ukipiga ya kusoto unaandikiwa malipo ya mtu aliyesimama mwaka mzima usiku anakesha iko na mwabudu Mwenyezi Mungu. Wallahi hizi hadithi zina ujira uliokuwa mkubwa watukufu Islam. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa sahahahu Imamu al-Albani. Hii hadithi alipokea Ahmad na Abu Daud na akaisahihisha Imamu Albani. Jambo la tatu ama la nne katika adabu za siku ya Ijumaa, alla yatakhatta riqaba aljalisina inda dukhulihi ila almasjidi, asiwavunji shingo wanaokaa msikitini pindi anapoingia msikitini. Kuwavunja shingo ni pale ambapo Muislamu umeingia siku ya Ijumaa msikitini, watu wamekaa, unaanza kumsogeza huyu shekhe, njoo karibu, Abi Muhammad amekaa hapa na mwingine amekaa hapa, na tizama, mtu anasimama pale mbele ya mlango, anaanza kutizama, tafikiri ni security kwa chumba, anatizama fasi, alikuja amechelewa, anaanza kuchunguza, ama nafasi ile pale, anaanza kuwapekua watu. Allah yatakhatta riqab, usiwavunje shingo watu shekhe. Siku ya Ijumaa sehemu unafika msikitini, msikiti umejaa, hapo hapo shekhe ikaa, na ukikutana umejaa, salia nje, salia nje shekhe. Hapana kuwapekua pekua watu, unawaudhi shekhe. Uko nenda na waruka matambo mkichwa wake na kutazama tazama. La hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyul azim. Ushahidi فعن جابر رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة. kutoka kwa Jabir, Mwenyezi Mungu amridhie, ya kwamba jamaa mmoja ameingia msikitini siku ya Ijumaa, wa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yakhutub, na wakati huyo ameingia mtume wa Mwenyezi Mungu akawa iko natoa khutba ya Ijumaa. Faja'ala yatakhatta an-nasa, ule jamaa kaanza kuwavunja watu shingo, anawapekua, anawaruka, anapekua na ruka mpaka aje safa ya mwanzo. Mtume akamuona, alipomuona mtume, faqala lahu sallallahu alayhi wasallam ijlis, mtume akakatikiza pale khutba, akamwambia ika chini, usirejei tena kuwapita pita watu, unawatambuka. Ijlis faqad adhaita wa anaita. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ika chini, kwa hakika umewaudhi wenzako. Adhaita manake fa ay adhaita an-nasa adhaita an-nasa bitakhtik, na bitakhtika, umewauzi watu kwa kuwapiga tambo kuwatambua. Wa anaita akharta almajita,
kwanza umewauzi watu kuwasambua na kuwapitapita, na ili hali umekuja umechelewa. Anaita yani akharta almajia wa abta'ata, manake jiita mutaakhiran, ulikuja umechelewa. Alafu unaanza Mtume akamkataza akamwambia bakia hapo, sizidisha hapo. Unawauzi watu na ili hali umekuja umechelewa. Hadithi hii akhrajahu Ahmad wa Ibn Majah na kaisahihisha Imam Albani. طيب أيها المشايخ، وتخطي الرقاب حرام في الجمعة وغيرها، na kuwavunja shingo watu ni haramu siku ya Ijumaa na hata siku ambayo sio siku ya Ijumaa. Maana ukikutana msikiti umejaa, usiwapasui watu kuna watambuka katika mashingo yao. Sio siku ya Ijumaa tu, hata siku ambayo siku ya Ijumaa unapoingia msikitini usifanye jambo hilo. Likauni adha almuslimina, likaunihi adha lilmuslimin, kwa kuwa kwake hilo jambo ni kuwaudhi Waislamu. Qala an-Nawawi, Imam an-Nawawi anasema al-mukhtaru an tukhatti ar-riqab haramun lil ahadith fihi, bimaana القول الراجح، قولي yenye nguvu katika haya masala, mwenye kuwatambuka watu akawatambuka watu shingoni mwao, huyo anakuwa alifanya jambo la haramun, anakuwa alifanya kitendo cha haramu. Hiyo ndio kauli yenye nguvu maulama wamezungumza. Adabu ya 5 watukufu Islam, أن يستقبل الإمام بوجهه أثناء الخطبة. anapoingia msikitini, an yastakbila al-imama biwajhihi, amtazame imamu usoni mwake. Sawa, kuna watu wanaingia msikitini, mnaona shekhe wangu kule Mkibambazi na shekhe kule kuna soma Qur'an, yale pale siku ya Ijumaa kukaa vile ni makosa shekhe. Sunna siku ya Ijumaa kaa unamtazama, maana imamu atapoanza khutba muangaliane. Sio unakaa kule unasegamia huko unatazama huko, au mtu anakaa kule amesegamia iko anatazama huko, au amekaa mwichi kinguzo kama shekhe wangu Kudra pale amekaa mkinguzo anaelekea huko. Hiyo ni kataza shekhe. Sunna na adabu ni mtu kukaa unageukia kibla, imamu atapopanda mtazamane uso kwa uso shekhe, sio unatazama huku unaelekea huku wala huku. Hiyo imekatazwa. Ushahidi قال رسول الله أو لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، حديث عبد الله بن مسعود Mwenyezi Mungu amridhia anasema, kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam idha stawa ala alminbar istaqbalnahu biwujuhina. Mtume alikuwa anapanda kwenye mimbar. Abdullah ibn Mas'ud huyo anasema Mtume alikuwa akipanda kwenye mimbar, istaqbalnahu, tunamkabiliana biwujuhina, nyuso zetu na zake zinabaki zinatazamana. Hii ni adabu ya watu wengi wanaikosea siku ya Ijumaa. Mtu anakuja anasegamia kuna tizama kule, mwingine anaenda kule kuna tizama huku, mwingine yuko kule anatizama huku. Shekhe, hayo yanakatazwa. Adabu za Ijumaa haujakatazwa kusegamia shekhe, lakini mtazame imamu shekhe atapotoa khutba muhimu mnatazamana naye. Adabu ya 6, yajibu al-insatu lilkhutba, ni wajibu kukaa kimya wakati khutba inatolewa. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, anasema mtume wa Mwenyezi Mungu, rehma na amani za Mwenyezi Mungu ziwe juu lake, idha qulta li sahibika yawm al-jum'ah ansit wal imamu yakhtub faqad laghawta. Mtume anasema hivi, ukimwambia ndugu yako siku ya Ijumaa kaa kimya na imamu yuko na hutubu, unapata dhambi, umefanya jambo la kosa.
Imamu akishaanza khutba tu watu wote wanakaa kimya wanamsikiliza imamu. Ukimwambia imamu mwenzako kaa kimya, unafanza jambo la kosa na unaandikiwa madhambi. Muttafaqun alayhi. Bal la yajuzu tashmitu al-atis wala raddu as-salam wal imamu yakhutub. Si hayo tu, bali haijuzu kumuitikia anayetoa chafya. Yeye inajuzu kwake kusema alhamdulillah, lakini wewe ikiwa imamu ameshaanza khutba akasema alhamdulillah, haijuzu kwako kumwambia yarhamka Allah. Kimya Sheikh. Haijuzu kumtakia rehma anayetoa chafya wakati imamu alishaanza khutba, wala hata kuitikia salamu. Imamu akishaanza khutba mtu anatoa salamu kimya, asiitiki mtu. Mwote masikio yenu yanamsikiliza nani? Yanamsikiliza khatib. Ala rajihi, hii ndo kauli ya nguvu katika masala min aqwali ulama, miongoni mwa kauli za wanazuoni. Lianna kulla minhuma kalam, kwa sababu kifanya hayo miongoni mwayo yote hayo ni maneno. Ndio maana ukakatazwa kaa kimya. Wa huwa mamnu, maana yake ni marufuku kuzungumza siku ya Ijumaa. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة. إمام ابن عثيمين أو شيخ ابن عثيمين Mungu amrehemu anasema السلام حال خطبة الجمعة حرام. kutoa salam katika hali khutba ya Ijumaa imeshaanza, hilo jambo ni haram. فلا يجوز للإنسان إذا دخل والإمام يخطب الجمعة an yusallima. Haijuzu muislamu kuingia msikitini na imamu ameshaanza kuhutubu kisha katoa salam, salamu alaykum. Haijuzu Sheikh, ni haram. Waradduhu haramun aidan, na akitoa mtu labda ni mjinga alikuwa hayajui haya, kumuitikia ile salamu yake ni haram. Sheikh, wanaosali msikitini alhamdulillah, alhamdulillah, nenda pale kuvibaraza pale. Sheikh, kuna watu wanakaa vibaraza wako na simu, imamu yuko natoa khutba ya Ijumaa, wao wako wanaongea pale nje. Sheikh mwingine amesimama na msala wake anapiga sto. Bana, jana ni hatari ile machi ya jana Sheikh. Mimi nakwambia Lionel Messi jana amecheza mpira huyo, wazungu wameshangaa Sheikh. Ballon d'Or mwaka wanampa, khutba inatolewa, wamekaa pale nje Sheikh, wanaongea Sheikh machi ya jana. Wengine wamekaa kibaraza fujo, hawafati khutba ya Ijumaa. Hawa wote wanakuwa kuna chuma madhambi kwa kutekeleza yale ambayo mtume ametukataza. Adabu ya saba, tasunnatu suratil kahf yawm aljum'ah. Ni jambo la sunna kusoma kisomo cha suratul kahf siku ya Ijumaa. Ukaja na mushafu wako au ukachukua mushafu msikitini ukawa unasoma suratul kahf. Ni sunna hiyo sura kuisoma siku ya Ijumaa. Lihadithi Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, ushahidi ni hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri, Mwenyezi Mungu amridhie, anasema kwamba hakika mtume wa Mwenyezi Mungu, rehma na amani za Mwenyezi Mungu ziwe juu lake, man qara'a suratal kahf yawm al-jum'ah au fi yawm al-jum'ah, yule atakayesoma suratul kahf fi yawm al-jum'ah, katika siku ya Ijumaa, adaa lahu min nurin ma baina al-jum'ataini, Mwenyezi Mungu atamshushia nuru inamwangazia, itamwangazia mpaka baina ya Jumaa mbili. Hiyo Ijumaa hiyo unakuwa na nuru mpaka Ijumaa ingine bado uko katika nuru ya Mwenyezi Mungu. Kwa wewe kusoma suratul kahf siku ya Ijumaa. Rawahu al-Hakim wal-Bayhaqi wa sahahahu Imamu al-Albani. Adabu ya nane, al-iktharu min as-salati ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yawm al-jum'ah wa laylataha.
kuzidisha kumsalia mtume siku ya Ijumaa na usiku wake. Watu mbaki mnamsalia mtume kwa sana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli. Hapana ku mikro tunaimba, kila pena ukenda baki unamsalia mtume kuanzia Ijumaa na usiku wake. Na usiku wa Ijumaa unaanza Alhamisi. Alhamisi tumeshinda na saumu, tukifuturu tu usiku wa kumsalia mtume sana tayari umeshaingia. Sio ule usiku wa Ijumaa kesho Ijumamosi, ule unakuwa ni usiku wa Ijumamosi, unakuwa ni usiku wa Ijumamosi, kwa sababu Allah alipoumba usiku na mchana alianza usiku kisha mchana ukafata. Bimaana usiku wa Ijumaa ndo unaanzaga afu mchana unamalizia. Ule usiku ambao tunazoea ni wa Alhamisi, tunamaliza kufuturu, anza kumsalia mtume sana. Ushahidi liqauli Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, akthiru salata alayya yawma aljum'a. Mtume anasema zidisheni sana kunisalia siku ya Ijumaa, wa laylatal jum'a, na usiku wa Ijumaa. Faman salla alayya salatan, yule atakayenisalia mara moja, sallallahu alayhi biha 10, Mwenyezi Mungu mtakia rehma mara 10. Siku ya Ijumaa ukimsalia mtume Sheikh, Allah anakusalia mara 10. Rawahu al-Baihaqi wa hasanahu Imam Albani. Adabu ya 9, al-iktharu min ad-du'a yawm al-jum'ah, kuzidisha kuomba dua siku ya Ijumaa. Ni siku ambayo watu waombe dua kwa sana, wamlilie Allah matatizo yao, wamuombe katika shida zao, waongee vile ambavyo wanahitaji katika maisha yao. La'allahu yuwafiqu sa'ata al-ijaba, huenda hiyo dua yako ikawafikiana na ule muda, ile saa ambayo Allah anakuaga anajibia dua. Kuna saa siku moja katika siku za Ijumaa, katika masaa ya Ijumaa, dua zote zinazoomba huyo muda Mwenyezi Mungu anazijibia. Sawa? Wanachuoni walijitahidi kuisema, lakini hakuna anayeuhakika 100%. Haitujui ni saa gani ambayo Mungu anajibiaga watu dua zao siku ya Ijumaa. Ndio maana usikubali saa yote ikupite Sheikh katika siku saa za Ijumaa, isipokuwa umemwomba Mwenyezi Mungu. Pana saa moja ameificha Allah, ukimwomba dua anakuaga anajibia. Japo wanachuoni walijaribu kusema ni saa fulani kuzidisha dua siku ya Ijumaa. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, inna fil jum'a la sa'a, hakika katika siku ya Ijumaa kuna saa moja, la yuwafiqu abdun muslimun, hawafiqishwi mja Muislam katika hiyo siku, katika hiyo saa afwan, yuko anaomba dua, qaimun yusalli, huku akisimama anasali, yas'alu Allah khaira, anamuomba Mungu khairi, illa a'atahu, isipokuwa Mwenyezi Mungu atampa vile anavyomuomba. Siku ya Ijumaa kuna saa afwan, hiyo saa ukisimama ukamwabudu Mwenyezi Mungu, ukamlilia Sheikh, ukapata bahati, ndio ile saa Mungu anajibiaga dua za watu. Haumalizi ibada yako na dua zako hizo, isipokuwa mambo yako yote uliyomwomba Allah atakujibu. Haya ni maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, na hadithi muttafaqun alayhi, Imam Bukhari na Muslim. Na hii ni daraja kubwa katika daraja za hadithi, hadithi muttafaqun alayhi. Wa aqrabu ma takunu tilka saa ba'da al-'asr, wanachuoni wakasema hivi, muda ambao unakuwa unapatikanaga wa ule muda wa watu kujibiwa dua zao afwan, muda ambao unapatikana wa Allah kuwajibia waja dua zao, unakuwaga ni muda wa baada al-asri. Wanachuoni ndio wakaistimia hivyo, wakasema mara nyingi baada al-asri. Rawa Abu Daud wa Nasa'i an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma, amepokea Imam Abu Daud na Imam An-Nasa'i kutoka kwa Jabir ibn Abdullah, Mwenyezi Mungu awaridhie na babaye, an Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, kutoka kwa mtume wa Mwenyezi Mungu, rehma na amani za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake, anasema yaumul jum'a, siku ya Ijumaa, 12 saa,
ni siku ambayo iko na masaa 12. Fika sa'atun la yujadu fiha abdun muslimun, katika hizo saa 12 sawa, kuna saa moja ambayo hakuna mwanadamu muislamu yas'alullaha shay'an, akibatikiwa hiyo saa akawa anamuomba Allah dua zake, illa atahu iyahu, isipokuwa Allah atampa vile anavyomuomba. Faltamisuha akhira saati ba'da al-asri, jitahidini hiyo saa muitafute mwishoni mwa muda wa baada ya al-asr. Al-asiri tukishuka ule mwishoni mwa al-asr ndio tuitafute hiyo huyo muda ambao Allah anakuwa anawajibia watu dua zake. Halil jum'ati ratiba, kuna masala yanakuja hapa. Je, Ijumaa inakuwaga na sala ya sunna qablia? Halil jum'a ratiba, sala ya Ijumaa inakuwaga na qablia? Kuna watu tunaona msikitini Ijumaa wanaingia msikitini Allahu Akbar wanasali qablia. Je, Ijumaa inakuwaga na qablia? طيب، أما قبل الصلاة فليس لها سنة راتبة مقدرة. kabla ya sala ya Ijumaa hapa waje zile sunanur rawatib zile kablia, sijui kabla ya Ijumaa hapa waje kablia. Usiingie siku ya Ijumaa ukasema nataka kusali kablia siku ya Ijumaa, haiwaji. Bal yashtaghilu bitatawwu'il mutlaqi wa dhikri. Ukitaka kusali umeingia msikitini Ijumaa sunna, sali tahiyatul masjidi na kubalika sunna yoyote, lakini usisali eti niko na sali kablia. Ijumaa haiwaji na kablia, na ujishughulishe na dhikri, kusoma Qur'ani, kumdhukuru Mwenyezi Mungu hata yakhruja al-imam, hadi pale imamu atapopanda kwenye mimbar ndo ufunge mushafu uache kusali. Wa amma ba'daha, amma ba'diya baada ya Ijumaa, faqad akhraja al-Bukhari wa Muslim an Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma. Kuna hadithi ameitoa Imam Bukhari na Imam Muslim kutoka kwa Abdullah ibn Umar, Mwenyezi Mungu awaridhie, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam kana la yusalli ba'da al-jum'ati hatta yansarifa. Mtume alikuwaga asali sala baada ya Ijumaa hadi pale anapotoka msikitini anaenda nyumbani kwake. Kablia haiwaji siku ya Ijumaa. Baadia Mtume alikuwa ghasali baadia ila pale anapotoka nyumbani kwake, na kwenda nyumbani kwake, anapotoka msikitini anaenda nyumbani kwake anasali. Sawa? Wakasema hivi, fayusalli rak'atayn. Alikuwa Ijumaa anapotoka anaenda kusali raka mbili. Kuzisalia wapi? Nyumbani kwake. Wakasema hizi ni raka mbili za baadia, bimaana kablia hamna, lakini baadia ipo. Na sunna baadia inasaliwa ya Ijumaa ni nyumbani, sio yale ambayo tumezoea Ijumaa imamu anashuka hapa watu wanaanza kusimama simama huko wanasali baadia. Sunna baadia ya Ijumaa, jamani, vizuri saleni nyumbani. Ndivyo alivyokuwa akifanza Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, na kutoka kwa Abu Hurairah, Mwenyezi Mungu amridhie, Mtume wa Mwenyezi Mungu anasema, idha salla ahadukumul jumu'a falyusalli ba'daha 4. Ataposali mmoja wenu siku ya Ijumaa, maana yake anakusudia sala ya sunna, basi aisali baada ya Ijumaa baadia, kisha asali raka 4. Rawahu Muslim. Hadithi ya kwanza inatuonesha alikuwa anasali raka mbili, anaenda nyumbani kwake anasali raka mbili. Hii hadithi inasema, Mtume anasema atapotaka mtu kusali sunna siku ya Ijumaa angoje baada ya swala kisha asali raka 4. Hadithi mbili, moja kasali raka mbili nyumbani, ingine nasema usisali, sali raka 4.
vipi tutakusanya hizi hadithi mbili? Rawahu Muslim. Qala Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah rahmatan wasi'a, Imam Ibn Taymiyyah anasema fil jam'i baina alhadithain, hizi hadithi mbili katika kuzikusanya, in salla fil masjidi salla al-arba', utaposimama kusali msikitini, imamu anatoa salamu, ukasimama kusali msikitini, sali rakaa 4. Ukienda nyumbani, haukusali msikitini, ukaenda nyumbani, ukifika nyumbani kwako, sawa, sali rakaa 2. Tunapata faida, baadia ya Ijumaa iko katika vipengele viwili. Ukisalia msikitini unasali rakaa ngapi? 4. Mtume anasema falyusalli 4, na ukienda nyumbani sali rakaa 2, kama gisi Mtume alikuwa anaenda kusali wapi? Rakaa 2. Sawa jamani? Sunna za baadia za Ijumaa hapa, wanani wanasali rakaa 4? Utamwona mtu anasimama anasali rakaa 2 anamaliza. Hapana, na uwezo ukajua haya mpaka uhudhurie madarasa. Ijumaa ukisalia hapa msikitini baadia, sali 4, 2 toa salamu, sali tena zingine 2 toa salamu. Ukienda nyumbani kwako sali 2. Akawa Imam Ibn Taymiyyah amekusanya hizi hadithi zote. Kwa kumalizia, watukufu Islam, leo darasa limeanza limechelewa kidogo, ndio maana tumekokota. Yukrihu raf'u al-yadayn fi ad-du'a يوم الجمعة أو يوم الجمعة حال الخطبة, inakatazwa na ni jambo la chukizo, ni jambo la chukizo kuinua mikono siku ya Ijumaa wakati khatibu anaomba dua. Ile dua ya Ijumaa tunaona watu wengi hapa, amin 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 amin. Itikia amin, usiinui mikono yako. Jamani, tuko pamoja? Wakati imamu anatoa khutba ya kwanza anamaliza, khutba ya pili akimaliza, kabla ya kufunga khutba si anaomba dua. Ile dua ile ya khutba ile, usiinui mikono yako, amin 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 amin. Itikia amin, mikono yako haukuinua. Ni jambo la chukizo na karaga kuinua mikono wakati khatibu anaomba dua siku ya Ijumaa. Sawa'un min al-imam am min al-ma'mum, sawa uwe imamu au uwe maamuma. Imamu banake khatibu anaanza khutba, sio ainue mikono, na khutba inataomba yeye, dua inataomba yeye. Wewe maamuma usiinui mikono, ikazako gisi umeikawe, baki tu unasema amin amin amin. Illa fil istisqa, isipokuwa ikiwa imamu anaomba dua ya mvua. Imamu anapoomba dua tusiinui mikono, tubaki tunasema amin amin amin. Atapoomba mvua, Allahumma aghithna, Mwenyezi Mungu tuteremshie mvua, sunna imamu ainue mikono yake na watu wote msikitini wainue mikono yake pale ambapo kunaomba dua za kuomba mvua. Kama labda mvua imekosekana mjini, sawa, watu wamesubiri mpaka muda umekwisha, hamna mvua, hapo ndo watu wanainua mikono yao. Akiacha tu kuomba mvua akarudia dua zingine za kawaida, amani, maisha mazuri, tunashusha mikono yetu. Tusibaki mikono juu. Hairuhusiwi kuinua mikono yetu katika kuomba dua siku ya Ijumaa, ni jambo la chukizo, isipokuwa wakati khatibu ataomba dua ya mvua. Lihadithi Ammara ibn Ruaibah, hadithi ya Ammara ibn Ruaibah annahu raa Bishra ibn Marwan. Huyu alikuwa katika matabi'in, akamuona Bishra ibn Marwan ala alminbar rafi'a yadayhi, akiinua mikono yake, wa huwa yad'u fi yawm aljum'a, akamuona yuko naomba dua, mikono imepanda siku ya Ijumaa.
faqal, pale akawa amesema qabbaha Allahu hataini alyadain, Mwenyezi Mungu angamize hiyo mikono yako unaipandisha siku ya Ijumaa. Sawa, laqad ra'aytu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ma yazidu ala an yaqula biyadihi hakadha, sikumuona mtume siku ya Ijumaa anazidisha, isipokuwa alikuwa kwenye dua akitaka kupandisha, labda utamuona anapandisha hakadha, akamwashiria kidole chake, kumwashiria kidole chake Haji. Mtume alikuwa akiomba dua muda mwingine na hisi imepotea, anapandisha kidole chake, anabaki anamwomba Allah, kidole kiko juu. Hicho tu ndio chenye nimemwonaga mtume anafanya, lakini kupandisha vidole, mikono, vidole vyote viko juu wima, mtume hakufanzaga hivyo. Akamwombea dua mbaya kwa kuona analeta uzushi katika dini. Jamani watukufu Islam, Ijumaa tusi tunapandisha mikono, tuitikie amin. Lakini ukisikia dua za mvua, anaomba imamu, anaomba mvua inyeshe, hapo inajuzu watu kuinua mikono yake. Au labda kwa imamu atapotaka kuinua, basi ainue kidole tu kimoja, baki anamuomba Mwenyezi Mungu, huku kidole chake cha shahada kiko juu, kinaashiria ukubwa na utukufu wa Mwenyezi Mungu. Hiyo imethibiti kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa ashara bi isba'ihi almusabbaha, akawa ameashiria kwa kidole chake cha kumsabihi Mwenyezi Mungu. Akamwambia mtume, sikuwahi kumuona anapandisha mikono yake anaomba dua siku ya Ijumaa, wa ila nimeona anapandisha tu hichi kidole wakati wa kuomba dua. Hii inatuonyesha kama uko khatibu, ukitaka kuomba dua usipandishi mikono yako, na ukitaka kupandisha pandisha basi hichi kidole tu kimoja, uanze kuomba dua. Hichi kidole kimeashiria utukufu na upwekee wa Allah tabaraka wa taala. Akhrajahu Muslim, hadithi hii amepokea Imamu Muslim. Allahumma hdina fi man hadaita wa afina fi man afaita wa tawallana fi man tawallaita برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.